Na asante sana mpenzi mtazamaji, karibu kwa kipindi cha Dau la Elimu kipo hewani kama ifuatavyo. Hujambo na karibu, jina langu ni Frank Otieno, tukiwa katika hoteli Amerika mjini Nakuru, ambapo hii leo ni mara ya kwanza kabisa ambapo kipindi hiki kinatoa huduma hizi kutoka katika studio kama ilivyozoeleka. Tuko nje ya studio za Nairobi, na hivi nikizungumza ni kwamba nimejumuika na washikadau wa elimu katika masuala ambayo tutazungumza hii leo. Kumbuka kwamba tumekuwa na masuala mengi katika ulingo wa ningependa kuomba bwana nyumba uzime hiyo nani tafadhali. Naam, samahani kidogo. Ningependa kusema kwamba tuko hapa katika mji wa Nakuru ambapo tunajiunga naye mkuu wa shule ya sekondari ya Emening kutoka kaunti ya Baringo, mwalimu Solomon Koech. Karibu sana mwalimu katika kipindi. Asante sana bwana. Naam. Mkuu wa shule hii teuliwa kuwa mkuu wa shule bora katika mkutano ama lile kongamano la wakuu wa shule ambalo lilifanyika katika jiji la Mombasa. Kumbuka kwamba wakuu wa shule huwa wanakongamana kila mwaka, na huyu basi ndiye mwalimu ama ndiye mkuu wa shule ambaye alipigiwa upatu mwaka huu kwamba ametia fora sana katika masuala ya usimamizi wa masomo katika shule za sekondari. Vile vile ameandamana na wanafunzi Brian Cheruyot. Hujambo Cheruyot? Nzuri sana. Habari yako? Vizuri. Usiogope bana. Wewe ni Mkenya bana. Maana wewe ndio kiongozi wa kesho bana. Hujambo lakini? Jina lako nani? Hebu taja jina lako mwenyewe. Jina langu ni Brian Cheruyot. Kutoka shule gani? Kutoka shule ya upili. Usiogope, huyu mkuu wa shule ni mwanadamu kama wewe. Kwa hivyo unapomwogopa haya, jina lako nani wewe? Jina langu ni Ian Lebo. Ian amechangamka kuliko wewe bwana. Mbona wewe namna gani bwana? Wakenya wanakutazama pale nje. Sawa sawa bwana? Naam. Asante sana. Namba simple mtazamaji, hayo ni baadhi tu ya maneno ambayo tutazungumzia hapa, manake hao wanafunzi pamoja na mkuu wao wa shule wako nami hapa katika hoteli hii ya Amerika hapa mjini Nakuru kuzungumzia mawili matatu kuhusu kuzorota kwa nidhamu katika shule za sekondari. Awali yote basi ningependa basi tufungue ukurasa wa taarifa zetu kwa kuangazia taarifa moja iliyoandaliwa na mwanahabari Jekonia Otieno. Jekonia Otieno ni mwanahabari wa gazeti la Standard, lakini siku hizi ameanza kubobea masuala ya taarifa za televisheni. Kwa hivyo Jekonia Otieno ameandaa taarifa kuhusu shule moja inaitwa St. Columbus, ambapo wanafunzi ambao wamejihami na masuala ya masomo ya ufundi kwamba usikate tamaa hata endapo basi hautapata nafasi ya kujiunga na shule ya sekondari. Kumbuka kwamba bado penye nia pana njia. Wale ambao wanabobea katika masuala ya ufundi bado wanayo nafasi ya kujipa riziki. Katika taarifa ifuatayo basi tujionee hayo. Elimu ya ufundi ni njia hakika ya kumpa mwanafunzi fursa ya kujipa taaluma ya kitega uchumi, na hata kuna uwezekano wa mwanafunzi kwenda chuo kikuu bila ya kupitia shule ya sekondari. Kwa miaka mingi mfumo wa elimu 844 umezingatia sana kupita mitihani shuleni kama njia ya kufaulu maishani. Today's secular education is so much concerned about academic attainment, which on its own cannot produce a responsible citizen. And that's where the system is failing. Kupitia mpango wa masomo ya ufundi almaarufu kama Technical Vocational Education and Training TVET, wanafunzi wanahitajika kusomea kazi za mkono badala ya vitabuni pekee, anavyoeleza Kasisi Julius Muthamba ambaye ni mwanakamati wa shule ya St. Columbus Technical Training College. The key to good life is education which has both virtues and practical wisdom. And many times why we are having many problems even with our young people in our secondary schools, in the middle level, at the universities. That a small problem will bring about riots, will bring about fighting, will bring about destruction of property, is because they are not trained into practical wisdom. Grace Mukami ni mmoja kati ya waliofuzu. Grace alipata alama 140 kwenye mtihani wa kutamatisha elimu ya msingi KCPE, na sasa anao mpango kabambe wa kuanzisha biashara ya kuoka mikate. Nilichoose kuja huko kwa sababu nilikuwa napenda kupika na bado fashion design najua. So no maana nikachoose kuja huko. Wanafunzi wanao nafasi nzuri ya kufuata azma yao, hususan kwa kusomea kazi moja inaompa msisimko wa kuonyesha umahiri kwenye fani ya ufundi.
Students can either gain the knowledge, go the knowledge way after finishing their basic primary education, and also those ones who do not go that way can also go for skills training. Katika shule ya St. Columbus, wanafunzi wanachukua masomo kama vile sanaa ya ubunifu wa mitindo miongoni mwa kozi nyinginezo. This really shows that in our teaching, learning and assessing of students, we not only focus on academic excellence, but also formation of each individual. Dolphin Odesi na Felicitas Kavutha wanao shuhuda mahususi kutokana na matunda ya kupitia masomo ya ufundi. This course has given me an opportunity of being employed in the hospitality industry. And as a return, I'm able to sustain myself and also support my siblings. I'm one of the students in Meru National Polytechnic, which is known as the National Technical University, taking my diploma in fashion design. Wanafunzi kadhaa kwa sasa wanaendeleza taaluma zao katika chuo cha anuai cha Meru wakijiandaa kupokea vyeti vya stashahada. Yote haya yamefanikishwa kupitia bidii yao katika shule ya St. Columbus. Sasa nimemaliza masomo yangu. Naweza penda kujoin Meru Polytechnic kuendelea na masomo. Kinachotia moyo ni kwamba hawa ni wanafunzi ambao jamii huwatenga kama waliofeli maishani kwa kutopata alama za kuwapa elimu ya sekondari. Ni taswira isiyoeleweka kwa wananchi wengi kwamba sio lazima mtu aende shule ya upili ndiye aweze kufaulu maishani. Kwa hao wanafunzi wa St. Columbus Technical Training College, ari ni moja tu. Yes, we can! Nikiripotia KTN Dau la Elimu, mimi ni Jekonia Otieno nikiwa kaunti ya Kitui. Asante sana mwenzangu Jekonia Otieno kwa taarifa hiyo nzuri sana ambayo inawapa moyo wanafunzi ambao wanazembea katika kujua kwamba kazi za mkono basi pia ni njia ya kupata riziki. Ifuatayo basi ni taarifa yake Mark Namaswa ambayo inaangazia namna ya kushughulikia masuala ya utovu wa nidhamu na visa vya moto katika shule za sekondari. Manake tumeshuhudia visa hivyo kwa wingi sana. Hivyo basi taarifa ifuatayo ni ya Mark Namaswa. Huku joto la migomo ya shule nchini likisalia hofu ya kila mshikadau wa sekta hiyo, walimu eneo la Gatundu wamekutana kujaribu kung'amua ni wapi walikosea. Mkutano huo kwenye shule ya upili ya Kanjuku uliojumuisha walimu kutoka shule 35, wakurugenzi wa elimu kaunti ya Kiambu na viongozi wengine wakitathmini utovu wa nidhamu na viwango vya elimu. You all know that if we remove St. Francis Mangu from Gatundu North, the mean score would be less than 3. And the biggest problem here, it is not that we don't have enough teachers. It is not that we get students who are below average, but is what we call attitude. Aidha, wazazi wakakosolewa kwa kuwadekeza watoto wanapoonyesha dalili za utundu. Most of our parents today, they are child worshippers. They do what their children want them to do. And they look upon the teachers to assist them to discipline their children instead of starting from home. It is purely indiscipline, nothing else. And it is coming from home. Kufikia sasa, zaidi ya shule 10 maeneo ya Kisii zimetiwa moto, mtindo huu ukisambaa hadi Kericho, Machakos na hata Kajiado. Tetesi zikiibuka za siasa za usimamizi mbaya wa shule na malezi mabovu ya wanafunzi wa kizazi cha sasa. Mark Namaswa, KTN News. Naam, shukrani sana Mark Namaswa kwa taarifa hiyo ambayo inatufungulia ukurasa wetu wa mdahalo wa leo, na ningependa kuwaeleza watazamaji wetu kwamba nambari ambayo iko hapo chini ya runinga yako si ya kupiga simu. Hiyo ni nambari ya kutuma arafa kwa njia ya WhatsApp. Tafadhali wale ambao wanapiga simu, hiyo nambari tafadhali nawaomba msifanye hivyo. Hiyo nambari ni kwa ajili ya kutuma ujumbe ama maoni yako kwa njia ya WhatsApp tafadhali.
Ningependa kusema hivi, nambari uliopewa hapo ambayo ni 0773 307 296 0773 307 296 ni ya kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp ushiriki katika mdahalo huu, na tuandamane hadi tamati mwa kipindi ili tujadiliane, tujue kwamba je, tunaweza tukawasaidia vipi watoto wetu. Sasa Wakenya wengine ninaposema kwamba wasipige sasa ndio wanapiga sasa. Hao ni Wakenya. Na basi mtazamaji, ningependa sasa kuchukua fursa hii kuwakaribisha rasmi wageni wangu katika ukumbi huu katika hoteli ya Amerika. Mwalimu, naomba ujisikie nyumbani, maana huku ndio kwenu. Mimi ndio mgeni hapa, kwa hivyo nafikiri naomba unikaribishe kama nijisikie nyumbani. Karibu sana hapa nyumbani. Asante sana. Kwa hivyo mwalimu, kwanza nakupa hongera sana kwa ulivyoteuliwa kuwa mkuu wa shule ambaye ameonyesha utendakazi mzuri na wakuu wenzako wanapaswa kukuiga. Labda tu tuelezee kwamba hiyo hali ilitokea vipi? Ilikuwa ni kura inapigwa ama ilikuwa vipi mpaka wakasema kwamba mwalimu Solomon Koech ndiye principal of the year? Haikuwa kura haswa, lakini ilikuwa mashindano. Mashindano ambayo ilianzia pale mashinani, sub county level. Hii ni program yenye ilianzishwa hapo miaka 8 hivi. Ndio. Na tumekuwa tunashindania na kupata labda position 1, 2 ama 3, na kule mashinani lazima kuwe na mmoja mwenye anakuwa mshindi, kisha anaenda kwa county level, akiwa mshindi pia anaenda kwa regional level, halafu mwisho basi ni kwa mashindano ya kitaifa. Ndio. Mimi mwenyewe niliweza kupitia hizo levels zote, na wakati nilifika regional level nilishukuru Mungu sana kwa sababu sikuwa natarajia kufika pale. Samahani kidogo, ningependa nimsahihishe huyu mtazamaji ambaye hana aibu kupiga simu. Nimesema watu wasipiga simu katika hii. Nilisema watu wasipige simu hapa. Naomba utume ujumbe tafadhali. Kwa hivyo unapopiga simu hapa ni kama unakosa adabu kwa Wakenya wenzetu ambao wanataka kusikiliza kipindi hiki kinavyoendelea tafadhali. Na mwalimu, ulikuwa unasemaje? Wakati nilifika kiwango cha regional ambapo tuna counties 8, nilishinda na nikawa kuwa mwalimu mkuu wa position 1. Na ilibidi sasa niende kwa national level ni represent hawa. Pale kwa national level tulikuwa na wenye walishinda pia kwa regionals. Na hapa Kenya tuko na regionals 8. Na mimi mwenyewe nilikuwa nina represent Mau region. Mau region ni hapa Nakuru, lakini ni counties 8 imewekwa pamoja. Kwa mfano Nakuru, Narok, Nandi, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Baringo, hayo yote. Unapoendelea kusema hivyo, basi ningependa niwajumuishe vijana wetu hapa katika mdahalo huu. Brian Cheruyot. Naam. Uko kidato cha ngapi? Niko kidato cha 4. Katika shule yenu ya Emening Secondary School katika kaunti ya Baringo. Naam. Je, mmewahi kushuhudia mgomo wote hapo shuleni? Ndio, tumeshuhudia mgomo mnamo miaka 2013. Mligoma? Ndio. Mligoma kwa nini? Tuligoma kwa sababu wanafunzi wa miaka hiyo hawakuwa wanataka mwalimu mkuu wakati huo. Ndio. Mbona unataka kuzungumza bwana? Ulilazimisha kuja kwa manake naomba nimjumuishe mwenzako huyu anaitwa Ian Lebo. Ian, hujambo? Sijambo. Muligoma kwa nini? Wakati huo ilikuwa kidato cha 4. Ndio. Ndicho kilichogoma peke yake. Na kwamba haikuhusisha shule nzima. Wakati huo wewe ulikuwa kidato cha ngapi? Ulikuwa kidato cha kwanza. Cha kwanza. Ulikuwa form 1, sasa unashangaa waona jamaa wamegoma. Sasa walikuwa wanahisi nini? Walikuwa wanataka nini? Wakati huo ulikuwa umekaribia mtihani wa kitaifa. Ndio. Na wakati huo tunapata kwamba mwalimu wetu mkuu alikuwa amehusisha sheria kali kwa wanafunzi ya kwamba huyu mwalimu huyu. Naam. Sheria zipi? Sheria kama hawapasi kupatikana na mitambo ya kielektroniki shuleni. Ndio. Na wanafunzi hao waliponyang'anywa hivyo vitambo walikasirika na wakadai ya kwamba wanahitaji warudishiwe.
Kwa hivyo waliponyang'anywa wakaona kwamba sasa wananyang'anywa haki yao sana, wanataka kuwa na hivyo vidurubuasha shuleni. Hivyo ndivyo walivyoona. Walivyo hiyo sheria, maana yake nafikiri na najua kwamba shule zote hiyo ni sheria ambayo lazima izingatiwe. Sasa wanafunzi wakagoma. Waligoma kwa sababu wao waliona lazima wawe na simu ndio wasaidike. Nami hapa nilikuwa nafuatilia sheria za serikali. Kwa mfano, Kenya National Examination Council walikuwa wameanza enact a law ya kuwa mwanafunzi wote mwenye atapatikana na simu results zake lazima siwe cancel. Ndio. Mimi kama mwalimu mkuu wa shule sitaki kuona results iwe cancel kwa shule yetu kwa sababu itatuletea jina mbaya. Naam. Mimi nilikaa kitecha kabisa. Ndiyo. Na nikaambia wanafunzi sitaki kuona. Na wakati huo nakumbuka nilipata mwanafunzi mmoja alikuwa na simu. Mimi nilimnyang'anya kisha nikavunja hapo. Hapo wanafunzi alafu wakagoma sasa. Hata sio kugoma, walinikujia kwa ofisi kisha wakafunja mlango. Naam. Nafurahi sana kwamba tumeanza kushiriki katika mdahalo huu ambapo kuna huyu anayesema kwamba asalamu alaykum, hali ya kuchoma shule itasitishwa pale ambapo tutarejesha hadhi ya mwalimu, si tu kwa kuwatuza na kuwatambua walimu bali pia kwa kuwalipa vizuri. Bila hilo nasikitika hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Jina lake ni Caleb Osare kutoka Kisii. Kumbuka kwamba Kisii ndiyo maeneo ambayo yameathirika sana na hali hii, na ningependa sana nione maoni kutoka Kisii, manake hiyo hali inaudhi, inakera, inaibisha, kwa sababu ikiwa wanafunzi wataendelea kuwa na hali hiyo kwamba kuchoma shule ndio suluhu, sijui itakuwa vipi. Kuna watu ambao bado wanapiga simu hapa, but tumesema hii line ni ya kutuma ujumbe mfupi tu arafa kwa njia ya WhatsApp tafadhali. Kwa hivyo unapokuwa unapiga basi ndio wale wanafunzi ambao wanaambiwa maneno na hawasikii. Na narudi kwako tena sasa, nataka uchangamke. Huyu anaitwa Brian Cheruiyot. Naam. Brian, unapoona watu wanachoma shule katika maeneo ya Kisii, unahisi vipi? Nahisi vibaya sana kama mwanafunzi. Endelea, fafanua vizuri, unahisi vibaya kivipi? Nahisi vibaya kwa sababu inaonekana wanafunzi hao hawezi wasilisha. Sikusikii mimi, hebu. Nahisi vibaya kwani wanafunzi hao hawezi wasilisha matatizo yao kwa njia inayofaa. Wanawasilisha kwa njia isiyofaa, kwa mfano kugoma na kuchoma mbweni. Naam. Wewe huwezi kuchoma shule? Siwezi. Kwa hivyo wale ungependa kuambia nini, ukiangalia ile kamera pale, kwamba ungependa kuambia nini wanafunzi wenzako ambao wana hiyo tabia ya kuchoma shule, kuchoma mabweni, kwao kusuluhu ni kuchoma? La. Ningependa kuambia ya kwamba kuna suluhisho nyingi sana ya kutatua matatizo ambayo mnakumbana nayo. Unaweza kutana na mwalimu na muongee, na hapo mtapata njia inayofaa. Naam, kwa hivyo mwalimu, ningerudi kwako mwalimu Solomon Koech. Hebu tueleze kwamba mikakati ipi ambayo umeitumia kuhakikisha kwamba kuna nidhamu katika shule yako, na endapo kuna tatizo kidogo unawahusisha wanafunzi, wanakuja mnazungumza, kama mko na utaratibu upi pale shuleni? Tunazo kadhaa mingi sana. Moja, tunahusisha wanadau wote, wazazi, walimu, wanafunzi. Kila muhula tuko na mkutano, huwa naita mkutano ya kila darasa, kisha tunakuja tunaketi, tunazemezana, kama kuna shida yoyote tunatatua. Kila wiki mbili ikipita huwa tuko na mkutano baina ya wanafunzi na walimu. Ndio. Tunaita kamkunji. Hapo utakuta wanafunzi watakuwa na wanafungua roho. Naam. Wanafungua roho kisha tunawajibu. Hapo walimu, kwa vile nimepea kazi kila mmoja, kama kutakuwa na swala lenye linakuza upande wa mwalimu fulani, kwa mfano atasimama na kujibu wanafunzi. Yale yenye naniguza nitasimama ninawajibu. Yale yenye sitaweza, labda inahitaji wazazi ama inahitaji board of management, nitawaeleza kuwa tutaketi pamoja, tutaangalia
kisha tuone vile tunaweza suluhisha. Tatu, huwa ninaalika watu wenye wanakuja kuzungumzia wanafunzi juu ya nidhamu, mwelekeo mpya wa serikali, policies, maneno mengi yenye mabadilika hapa duniani, kwa sababu kuna mambo mengi sana. Kwa mfano hapa duniani kuna mambo mengi, kuna groups aina nyingi sana. Kwa mfano kuna Al-Shabaab. Those are new things. Yenye wanafunzi kuna Illuminati. Yes, Illuminati. So ni mzuri kuwahusisha hawa pia wanakuja kuongelesha hawa. Pia kuna wakati yenye huwa unaambia leaders waje, because hawa ni role models ya hawa wanafunzi. Wakikuja wanakuja kuongelesha wanafunzi, they encourage them, that is. So na mwisho pia huwa naongelesha walimu. Kwa sababu hawa wanafunzi wakiwa shuleni, sisi kama walimu ni wazazi. Na lazima tuwaelekeze hawa wanafunzi. Naona tukiacha wanafunzi sana kando na tuseme wanafunzi wako na wazazi nyumbani and all that, tutawapoteza. So kuwa karibu na wao inachangia sana kwa nidhamu mzuri shule yetu. Mtazamaji, ningependa unapotuma ujumbe basi uonyeshe kwamba unatuma kutoka wapi na jina lako ni nani. Kwa hivyo zile jumbe ambazo hazina majina sitazisoma. Kwa hivyo lazima utaje kwamba uko wapi na unaongea kuhusu nini. Ningependa tu kusoma baadhi yazo. Hai, ningependa kujua zaidi kuhusu chuo hicho. Ina kijana ambaye huyu anauliza kuhusu ile shule, ile chuo ambacho kilizungumziwa na Bwana Jekone Otieno. Asante sana, tutakujibu baadaye. Jumbe zinazidi kumiminika hapa, ambapo kuna huyu Duncan Kibet kutoka Nairobi anasema kwamba mimi ninahisi kwamba walimu na wanafunzi waweza kujenga uhusiano mwema kwa kukongamana na kujadiliana kuhusu shida zinazowakumba. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo wataweza kutatua shida hizi za wanafunzi kugoma. Duncan Kibet kutoka Nairobi, shukran sana kwa mchango wako ndugu Duncan. Umetoa mchango mzuri sana. Kwa hivyo mwalimu anaposema kwamba ulivyosema kwamba huwa mna kamkuji na kadhalika, nafikiri ni swala zuri sana. Naitwa John Waweru kutoka Kisumu, anasema wanafunzi na walimu lazima watangamane. Pia walimu lazima wasuluhishe matatizo ya wanafunzi, sio kuadhibu visivyo. Anazungumzia swala kwamba kuna namna ambavyo walimu labda wanarukia kuadhibu, kutoa adhabu bila labda siwezi nikajua, lakini tunaelekezwa wakati huu na new constitution and education act kuwa tunapaswa kuwa karibu na wanafunzi na kuongea na wao, lakini sio kutumia kiboko. Sidhani kama kuna kutumia kiboko wakati huu. Ingawaje ninaweza sema kuwa labda kuacha kiboko pale imechangia pia hii nidhamu mbaya. Lakini kwa sababu ya child rights, human rights, ni mzuri tuache kiboko na tuongee zaidi. Nadhani kilichosababisha hasa kiboko kutolewa ni kwamba kuna baadhi ya walimu ambao walikuwa wanatumia hasira sana kutoa adhabu. Manake mtoto wako unapomwadhibu na ukimwadhibu kwa njia kuonyesha mapenzi, ajue kwamba umemchapa kwa sababu fulani, badala ya kumvunja mkono, badala ya kufanya nini, kumtukana matusi ya ajabu. Nafikiri adhabu ya fimbo au kiboko ilikuwa ni adhabu nzuri tu, lakini kuna wale ambao walitumia kwa kiwango. Ndio. Ingawaje sasa hii kiwango hatujui ni kiwango gani. We have no measure. Ndio. Lakini kama utamchuna kwa upendo, labda ni mzuri, lakini sasa unajua ni wakati mwingine ni ngumu sana kukadiria. Ipo bana moja alinichekesha siku moja kwamba mtu ukishaenda shuleni ujue kwamba usiwe mtu unatumia jazba na hasira. Kwamba kwa mfano hata ukiwa kuna mke wako pale nyumbani amekukosea,
mwanamke aliyesoma anachapwa kwa kutumia gazeti tu. Unakunja gazeti unasema don't be silly baby. Kwa hivyo kutoka Molo ni Elijah anasema kwamba kuna walimu wanaowaunga mkono wanafunzi kugoma, wakomeshwe. Hapo umenikumbusha bwana ndugu Elijah kwamba baadaye tutakuwa na bwana Stanley Kiptis ambaye ni katibu wa NAT katika tawi la Baringo Kobetek. Atakuwa hapa atazungumza kuhusu walimu. Yeye pia ni mwalimu, kwa hivyo tungependa tujue kwamba walimu kama hao wanaoshiriki katika kuwasaidia wanafunzi kugoma au kuchoma shule. Kuna ile shule inaitwa kuna shule fulani pale Kisii ambapo kuna walimu wanaochunguzwa hadi sasa hivi na tume ya huduma kwa walimu TSC kwamba walimu hao walishiriki moja kwa moja kwa kutumia zile siasa za ukoo na kujaribu kuonyesha chuki pale, na inakisiwa kwamba huenda walishiriki katika kuchoma mabweni. Mwalimu anapochoma bweni shwali, huyu ni mwalimu ana gani? Mwalimu kuchoma bweni? Inatisha kweli. Lakini wakati mwingine mimi kama mwalimu mkuu wakati ninafanya kazi yangu, kama mwalimu akizembea kwa kazi yake, inanibidi nimuite, kisha nimueleze umekozea hapa, hujafanya hii, ungefaa ufanye lile. Wakati mwingine mwalimu huyu anaweza kasirika kisha akapeleka haya maneno kwa wanafunzi. Ana inside wanafunzi. Inawezekana, kuna uwezekano jambo hilo ilifanyike. Lakini hata hivyo sisi kama walimu tuko na code of regulation ya TSC. Kweli kabisa. Na kuna code of conduct and ethics. Na inafaa sana walimu wao wanasoma kusudi wajue wakifanya kosa hili anaweza kuadhibiwa kivipi. Ni jambo la busara sana. Hata wakati mwingine kuwe na mkongano baina walimu na waelezwe na wakuu wa TSC. Kuna huyu Evelyn Menda kutoka Kisii amesema viboko virudishwe shuleni tafadhali, students are becoming so stubborn. Ningekwenda kuja kwako kijana Ian Lebo. Naam. Viboko vinarudi, turudishe? Kwangu venye naona ni kwamba viboko vikirudishwa vile mwalimu amesema ni kwamba walimu watakapowacharaza watoto wawe na kiwango. Ni kwamba hii sheria ambayo iliwekwa na katiba yetu ya mwaka 2010 ni kwamba sheria pia Waswahili wasema ni msumeno unakata mbele na nyuma. Walimu wanaogopa ya kwamba wakiwacharaza wanafunzi watakimbia kwa polisi na kwamba walimu wataadhibiwa. Hii kiboko itamsaidia mwanafunzi iwapo itaandamana na maneno ya wasia. Si kwamba mwanafunzi apigwe peke yake, pia aweze kuelezewa ni kwa sababu gani anapigwa. Kwa kurudisha kiboko sina shida, lakini mwanafunzi tu aweze kuelezewa vyema ni kwa nini anapigwa. Anaitwa Ian Lebo kutoka shule ya sekondari ya Emening katika kaunti ya Baringo, mwanafunzi ambaye ni mtahiniwa mwaka huu kidato cha 4. Tunakutakia kila laheri na wewe pamoja na mwenzako Brian Cheruiyot ambao mmeshiriki katika kipindi hiki hii leo. Labda tu ningependa kusoma baadhi ya arafa hapa. Wakenya hawasikii kweli. Wakenya ukiwaambia kitu sasa ndio ukiwakanya kitu ndio wanarudia sasa. Wanapiga simu kweli, wanataka nimesema kwamba nilisema watume ujumbe. Wao wanapiga simu. Hizi simu sitapokea bwana. Hata ufanye nini bwana. Kwa hivyo wewe unahangaika tu hapo, unanivurugia kipindi tu wewe. Kwa hivyo huyu bwana amekataa kwamba nisisome ujumbe kabisa. Yeye anapiga simu tu. Anapiga simu, anataka lazima ichukuliwe. Lakini pia anamwambia kwamba sitaichukua. Nafikiri kwa muda fulani itabidi sasa nitazima huu mtambo, manake sasa wanavuruga mdahalo wetu. Mwalimu, labda tu kabla tujaenda katika mapumziko mafupi kidogo, ningependa kuambia kwamba unahisi tatizo liko wapi maeneo ya Kisii? Mbona Kisii? Pamoja na kwamba labda uko na marafiki kule, unasikia fununu kuna nini? Sina uhakika sana ni nini inaendelea pale, lakini ningependa kusema hii ni changamoto kwa kila shule hapa Kenya.
kwa sababu kuna maneno mengi, vitu vingi sana imeingia kwa hawa wanafunzi wetu, hawa watoto wetu kutoka hata primary, secondary mpaka university. Haswa kwa upande wa madawa ya kulevya. Kuna uwezekano kuna madawa ya kulevya hawa wanafunzi wameanza kutumia. Kukiwa na wanafunzi chache wanaotumia madawa ya kulevya, wanaweza kufuruka shule. Pili, labda pia sisi kama walimu tumepoteza, hatufanyi kazi yetu. Labda tumefunjika roho ama moyo kwa vile tulikuwa tuna matarajio mengi sana kwa serikali ama kwa mwajiri wetu. Huenda na vile tumewaachilia tu wanafunzi wajishughulikie, mambo kama haya yanaweza kuingia. Josephat kutoka Mombasa anasema naomba viboko virudishwe. Nafikiri hili ni swala ambalo litajadiliwa tu na wadau wa elimu, kwa maana imeonekana kwamba spare the road and spoil the child. Watu wanajaribu kusema hivyo. Kwa hivyo we have really spared the road kumharibu mtoto. Mtazamaji, unatazama kipindi cha Dau la Elimu katika mji wa Nakuru ambapo tumekita kambi hapa katika hoteli ya Amerika. Niko na wageni wangu hapa katika sijui ni studio ama nini. Katika studio hii niko na wageni wangu ambao tunajadiliana nao. Baadaye tutakuwa naye bwana Stanley Kiptis ambaye atajiunga nasi katika mdahalo huu ili tuendeleze masuala haya zaidi, tujue kwamba walimu wana tatizo wapi na mwanafunzi ana tatizo wapi. Hayo na mengine mengi ni baada ya mapumziko mafupi. Usiende mbali.